Kuna nyumba zina kila kitu. Chakula cha kutosha, samani nzuri, paa imara, lakini hakuna furaha katika hizo nyumba. Sauti za kelele, sauti za chuki, sauti za ugomvi, sauti za misuguano ndo zinakuwa zimetawala katika ile nyumba. Upendo anakuwa ni mgeni ambaye haalikwi katika hizo nyumba. Hizo nyumba mara nyingi zinakuwa ni nyumba ambazo zinawafanya watoto wasijisikie kurudi nyumbani. Nyumba nyingi zinakuwa zina wazazi ambao, yani ni wazazi wanaovutana, wanagombana mbele za watoto, wanasuguana, wanahangaishana katika maisha mbele za watoto na watoto wakiwa wanashuhudia hivyo vitu. Ni nyumba ambazo zinakuwa zinawafanya watoto wanajisikia hofu, hawana furaha. Yaani upendo ni mgeni ambaye anakuwa anaalikwa mara chache katika hizo nyumba, ni kidogo sana. Leo katika Moyo wa Malezi tunaenda kuzungumzia hoja 5 za kina, ambazo katika hizo hoja 5 za kina kichwa chetu kinasema kwamba mzazi, jenga nyumba imara, jenga nyumba ya upendo ambapo watoto watafurahi kurudi nyumbani. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwa chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili yako na kwa ajili ya jamii nzima na kwa familia yako. Usisite kulike na kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi. Share video hii pia kwa wazazi wengine ili nao wajifunze hiki kitu ambacho wewe umejifunza. Una uwezo wa kutupigia simu au kututumia ujumbe kama unataka ushauri wetu. Hoja ya kwanza, amani huanza na wewe mzazi. Ndugu mzazi, jifunze kuzungumza kwa utaratibu unapokuwa unawasiliana na mwenzako. Jifunze kupunguza hasira, jifunze kuzungumza kwa upole. Watoto wanaoshuhudia hasira, ugomvi, kelele, chuki, fitina, migongano, misuguano, hiyo ndio jamii wanayokuwa wanaijua na hiyo ndio jamii ambayo wanakuwa wanaishi. Ndugu mzazi, jaribu kudhibiti hasira. Jaribu kuwasiliana na mwenzako. Ukiona kama una hasira, ni bora usiwasiliane. Ni bora utulie, kwa sababu watoto wanakuwa wanajifunza hivyo hivyo na wao. Wanakuwa wanakopi. Yani mara nyingi tunasema kwamba mtoto anajifunza kila anachoona, sio kila anachoambiwa. Kwa hiyo mtoto wako atakuwa akiwa yani katika maisha yake naye akiwa hivyo. Ndio maana mara nyingi jaribu kuangalia wazazi ambao wamekuwa wakigombana, wakisuguana, wakipigana, baba anampiga mama, mama analia. Huyu mtoto kama ni wa kiume amezaliwa kwenye hiyo familia, anakuwa amekopa, yani anajua haya ndio maisha. Na yeye kesho akimwoa mke wake amekuwa mtu mzima. Vipigo, kelele, manyanyaso ni pale pale, kwa sababu ndio dunia yake, ndio maisha aliyojifunza. Kwa hiyo tujifunze kuhakikisha tunadhibiti hasira, tunapokuwa tunawasiliana, tuwasiliane kimya, kwa upole, kwa upendo, ili watoto wetu wasiathirike kupitia sisi wazazi. Tujenge nyumba ambazo ni ustawi kwa watoto wetu. Hoja ya pili, mawasiliano ya heshima hujenga utulivu. Nyumba zenye kelele, nyumba zenye matusi, nyumba zenye kero, mara nyingi zinakuwa hazina utulivu. Kelele, matusi na nini hayajawahi kuleta utulivu katika mioyo ya wanaoishi katika ile nyumba. Hivyo, chagua kuwa mtulivu. Chagua kuwasiliana kwa utulivu. Chagua maneno unayoyazungumza kwenye kinywa chako. Maneno unayotoa kwenye kinywa chako yana uwezo wa kuponya au kuua. Yana uwezo wa kujenga au kubomoa. Angalia, je, maneno unayotoa kwenye kinywa chako yana madhara gani kwa wale ambao wanayasikiliza, hasa watoto. Wanapoyasikiliza yale maneno yanawadhuru vipi? Kwa hiyo, hakikisha kama mzazi, chagua kuponya na si kuua, kujenga na si kubomoa. Tusiwadhuru watoto kwa maneno. Mzazi, hakikisha maneno yako unaozungumza yawe ni maneno yanayoleta amani, yawe ni maneno yanayojenga, sio maneno yanayobomoa. Yawe ni maneno ambayo yanawaponya watoto na kuwafanya wajisikie wana amani, walale wakiamka kesho wanaenda shule kusoma, wanakuwa wakiwa na amani katika mioyo yao na akili yao ikiwa imetulia. Hoja ya tatu, upendo uonekane kila siku. Amani inapatikana kwa kupendana.
Amani inapatikana pale ambapo watoto wanahisi wanapendwa, watoto wanahisi wanathaminiwa, wanakumbatiwa, wanasikilizwa, wanatambulika pale ambapo wamefanya vizuri. Kwa hiyo ndugu mzazi, chagua kuwapenda watoto wako kwa kuwasiliana vizuri, kwa kuwaonyesha upendo kila siku. Kila siku chagua kitu kimoja kizuri ambacho mtoto amekifanya katika familia. Kitambue na mtoto ahisi kwamba umetambua kile kitu kizuri ambacho amekifanya. Onyesha upendo, jali hisia za watoto, sikilizana na watoto, ongea nao vizuri, waambie, cheka nao, tabasamu nao, furahi nao, waonyeshe kwamba unawajali, waonyeshe kwamba una upendo. Jenga nyumba imara, jenga upendo, jenga ukaribu. Watoto watatambua hicho na wataishi vizuri. Hoja ya 4, weka mipaka ya haki na heshima. Amani haimaanishi kutokuwepo kwa nidhamu. Nidhamu lazima iwepo. Watoto lazima wafundishwe nidhamu, wafundishwe kujiheshimu na kuheshimu watu wengine, wafundishwe upendo. Amani haimaanishi kwamba watoto wavunje sheria, hapana. Wafundishe nidhamu, wafundishe kujiheshimu, wafundishe kupendana, wafundishe kuwajali watu wengine, wafundishe kuwajibika. Toa adhabu pale ambapo unaona kuna makosa, lakini adhabu isiwe ya kudhalilisha wala ya kuumiza. Adhabu iwe ya kufundisha. Pale ambapo amefanya kosa mtoto, muadhibu. Ile adhabu unayompa basi iwe adhabu ya mafunzo. Iwe adhabu ambayo inamfundisha na ajutie kosa lake, lakini asijutie kuumizwa. Kwa hiyo sio kwamba tunapozungumzia amani ndio tunazungumza kwamba mtoto afanye kila anachotaka, hapana. Afundishwe kuwepo na mipaka. Anatakiwa afanye kitu fulani hatakiwi kufanya. Anatakiwa ahakikisha anajua kabisa kwamba hapa sitakiwi kufanya hivi. Nikifanya hivi nitakuwa nimekosea kabisa. Na anapokuwa basi anakosolewa, akosolewe kwa heshima, akosolewe kwa upendo. Jinsi unavyomfundisha ndivyo hivyo unamwandaa na yeye kesho kwenye kizazi chake, kwenye watu wanaoishi nao, atafanya hivyo kesho. Kwa hiyo nidhamu iwe ni kipaumbele kabisa mtoto anapofundishwa, na amani itatawala. Hoja ya 5, jenga utamaduni au utaratibu wa familia ya pamoja. Familia ya amani sio ya mtu mmoja. Familia ya amani ni timu ya watu ambao wanashirikiana, wanasaidiana, wanaaminiana, wanapendana, wanaheshimiana na wanafanya mambo kwa pamoja. Sio mtu mmoja peke yake. Jenga utamaduni wa kushirikiana ninyi kama timu. Familia ya amani inajenga timu ambayo inakuwa inashirikiana. Inakuwa ni timu ambayo iko pamoja na sio uwanja wa fujo. Sio uwanja wa vita, sio uwanja wa ngumi, sio uwanja wa maugomvi, maneno, hapana. Inakuwa ni uwanja wa amani. Timu ya kupendana, timu ya kushirikiana, timu ya kusaidiana. Watu wanafanya vitu kwa pamoja, wakielewana, wakiambizana, wakionyana kwa upendo kabisa, wakishirikiana kwa pamoja. Hiyo ndio tunaita familia ya amani. Fikiria mtoto anayekimbia nyumbani, kuwahi nyumbani akiwa na furaha. Si kwamba anakimbia kuwahi vitu vilivyopo nyumbani, hapana, bali anakuwa anakimbia kuwahi nyumbani kwa sababu ni mahali ambapo ni salama, ni mahali ambapo kuna upendo, ni mahali ambapo anakumbatiwa, ni mahali ambapo watu wanashirikiana na wanazungumza kwa pamoja. Fikiria familia ambayo watu wanakaa pamoja, wanakula pamoja, wanacheka, wanafurahi, wanaambizana, wanapongezana, wanatiana moyo, wanakumbushana mambo ya siku nzima ambao walikuwa hawako pamoja. Hebu fikiria hiyo familia. Hiyo familia sio kwamba ni familia ambayo inakuwa ina pesa nyingi sana, hapana. Hiyo ni familia ambayo inakuwa inakuhitaji wewe mmoja wa familia kuhakikisha kwamba unaibadilisha na kutenda mambo ambayo yatafanya familia watu wawahi kurudi nyumbani. Sisi Moyo wa Malezi tunatamani na tunatambua juhudi za wazazi wengi. Kwa hiyo tunatamani kuona familia ikiwa na amani, ikiwa na upendo, ikiwa na furaha, ikiwa na ushirikiano, ikiwa na mshikamano. Familia ambayo itawafanya watoto popote anapocheza anakumbuka nyumbani. Popote anapokuwa ameajiriwa kama ni mkubwa, anakumbuka kurudi nyumbani kwao. Popote anapokuwa anawakumbuka wazazi wake. Familia ambayo inajenga vizazi ambavyo hata wao kesho familia zao zitakuwa ni kimbilio. Familia inakuwa ni mahali pa kupumzika, mahali pa kustarehe, sio mahali pa kunung'unika, sio mahali pa hofu, sio mahali pa kero.
Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo. Anza leo, badilika leo, changamka kuanzia sasa hivi. Hakikisha familia yako inakuwa ni familia ya furaha, familia ya vicheko, familia ya kukimbilia na watoto wako. Mungu akubariki. Share video hii kwa wazazi wengine ili nao waweze kujenga familia yenye amani.